Mchezo umetamatika kati ya Yanga na Silver Strikers. Mchezo umemalizika kwa bao 1-0. Wenyeji Silver wakiondoka na ushindi wa bao 1-0. Young Africans wameweza kupoteza mchezo huo awali, mchezo ambao utakuja kumalizika Benjamin Mkapa. Kwanza tuanzie hapa Meja. Ulikuwa ni mchezo wa namna gani? Mchezo ulikuwa mgumu sana na ndio michuano ya kimataifa. Mchezo ulikuwa mgumu, lakini mwisho wa siku tumekosa matokeo. Tutajipanga kwa game ijayo, nadhani tukafanya vizuri, lakini kiukweli mchezo ulikuwa mgumu. Tumefanya kila kitu, tumeshambulia sana, lakini mwisho wa siku haikuwa bahati yetu na tumepoteza mchezo. Kwa hiyo tunajipanga kwa ajili ya game nyingine. Nadhani labda shida ilikuwa wapi sasa? Labda mbinu za mwalimu zimechagia kwa Yanga kuweza kuwa na mchezo mgumu kupelekea kutokupata matokeo mazuri hii leo, kwa maana ya mwanzo bora kuelekea katika mchezo wa marejeleo. Hapana, ukiangalia mbinu za mwalimu ni siwezi kusema ni tatizo, kwa sababu ukiangalia game ambayo tumecheza tumepata nafasi nyingi mpaka nafasi ya mwisho ambapo Pacome yeye tuseme kama yuko na goli ameshindwa kuscore. Mimi siwezi kusema mwalimu kwamba ana changamoto. Bado mimi nitakuwa mtu wa mwisho kuamini kwamba kukosa matokeo leo ni kwa sababu eti mwalimu ana changamoto yote. Naamini kwamba hatakuwa na bahati, kwa sababu kuna wakati mwingine Waswahili wanasema lilia bahati usilie kujua. Unaweza kuwa unajua lakini mwisho siku bahati una, ndio matokeo ambayo yametokea. Yes. Kwa hiyo unaiona Yanga sasa ikiweza kuja kupindua matokeo haya na kwenda katika hatua inayofuata, kwa namna ukiangalia jinsi ambavyo wanacheza hawa Silver Strikers. Nakwambia leo hatakuwa na bahati tu, lakini kilikuwa tulifanya mambo yetu, tulifanya kazi zote, tulipata nafasi nyingi, lakini tumeshindwa kuconcede goli kwa sababu ya tumeshindwa kupata goli kwa sababu hatakuwa na bahati. Katika maisha unaweza kuwa unajua sana, umesoma, lakini kama bahati hauna unajikuta uko mtaani mwenzako kwamba hajasoma unakuta unapata kazi. Kwa hiyo leo kiukweli Silver Strikers unawasahau kwa sababu nimepagawa, sikujategemea matokeo haya. Nilikuwa naamini pengine tunaweza tukashinda, lakini mwisho wa siku matokeo yamekuwa kwetu sisi sio jambo jema, na ndio hivyo tumepoteza, na mimi tunajipanga kwa ajili ya game ijayo. Imani dhidi ya mwalimu sasa, tutarajie zile kelele na kile ambacho walikuwa wakizungumza mashabiki wa pale Mbeya kwamba hawamtaki kocha kinakwenda kudhihirisha kwenye pitch. Kuna baadhi ya mashabiki sasa hivi wamefurahi, na mashabiki wa Yanga kuna baadhi yao wamefurahi na wanaweza wakalatabiliani, wengine wakanyobia walewe, kwa sababu wanaamini kila alichokuwa nakihitaji kimetimia. Kwa sababu kuna wakati unakuwa shabiki wa timu yako alafu unaombea mabaya, pengine ni hizi dua zao mbaya pengine labda zimesababisha hivi. Lakini kiukweli mimi tatizo la mwalimu mpaka bado sijaona. Mimi mpaka siku nitakapoona timu yetu haitengenezi nafasi ndio naweza nikamtemu mwalimu kama ana changamoto, lakini kwa hapa sasa hivi bado mimi nasema leo hatakuwa na bahati, tulifanya kila kitu, mwisho wa siku ndio hivi. Meja, kipi kimekwenda kuamua matokeo haya? Wamecheza vizuri, ukiangalia walikuwa wanacheza kwa mipango. Michuano hii ya kimataifa kinachoangaliwa ni namna ambavyo wanajipanga kwa ajili ya kuendea jambo. Mwanzo walikuwa wanacheza compact, wanakaba kwa nidhamu, wanashambulia kwa nidhamu. Mwisho siku wamepata nafasi ile ambayo si tulidelay baada ya kwenda kushambulia kwa pamoja, mwisho siku tukajisahau, ikapigwa ile kama tuseme kama counter, tukafungwa. Kiukweli wao walikuwa na mikakati yao kusema kwamba tunacheza hivi kwa ajili ya kutengeneza jambo. Kiukweli yote kwa yote wamecheza vizuri, wamedeserve kupata ushindi. Sisi tumefanya makosa ambayo yametugharimu, yametuhukumu. Kwa hiyo naamini viongozi na benchi la ufundi wanajua nini au kuna makosa fulani ambayo watatulia wayaseto ili tuwe bora zaidi kwenye mechi ya marudiano. Na imani ya kwamba mtakwenda kufanya vizuri katika mchezo wa marejeano, na kipi kifanyike ili kuhakikisha kwamba mnavuka hapa na kwenda kwenye malengo ambayo mmejiwekea? Hakuna guarantee ya sisi lazima twende kwenye hatua. Guarantee hiyo haina. Hakuna, na ndio maana leo ukisoma siku kwenye makaratasi inaonekana ni timu kubwa na tuna kila kitu, lakini mwisho siku umeona matokeo namna alivyokuwa ya kikatili. Mpira una matokeo ya kikatili sana. Kwa hiyo hatuna guarantee kwamba lazima tuvuke, lakini naamini tutakapokuja hapa tutaonyesha namna ambavyo tunacheza. Tutacheza kwa nguvu sana kwa ajili ya kuweza kupindua meza ili kuweza kuenda kwenye hatua inayofuata, lakini sio lazima, sababu mpira hauna ulazima kwamba lazima eti Yanga apite kwenye nafasi. Wote tunacheza, lakini kilichoonekana leo ndio football imeamua. Nalalamikia kocha na ninyi mnamkingia kifua. Kipi kinafanya mpaka muendelee kuwa na imani na kocha huyu? Mimi hapa na imani na kocha kwa sababu nimeangalia timu namna inavyocheza, timu inavyoshambulia. Hatakuwa na bahati, tupata nafasi nyingi. Hata ile ya mwisho ukiangalia ambayo
Pacome alikuwa anatakiwa kuscore tu, lakini mwisho wa siku akapiga kishuti mtoto, mpira ukatoka nje. Sasa tunamlaumu kocha katika engo gani? Kwa kifupi mimi ninachokiona, tujipange kwa ajili ya mechi nyingine, kwa sababu sasa tutavotiana. Sema sasa hivi tuanze kufukuza kocha, tulete kocha mwingine, tutakuwa tunaanza mwanzo. Sasa sio kitu kizuri sana kwenye football, kwa sababu mpira unahitaji muda zaidi. Kocha kama kocha anatakiwa apewe muda. Sasa huyu kocha ana kama miezi miwili, si mwezi mmoja. Kwa hiyo tumuamini tu, anaweza akatufikisha nchi ya ahadi. Ile FIFA break haijasaidia chochote kwa sababu hatujaona mabadiliko ya kiuchezaji. Ule mpira mgumu bado tunauona Young Africans kwenye finishing, kumalizia nafasi, kwa maana ya kwamba bado tatizo liko pale pale. Pengine hichi ndio kinapelekea mpaka watu wanaondoa imani na kocha na wana focus ama kupeleka pressure kwa uongozi ya kwamba kocha aondoke na hawamtaki, hawaoni matumaini dhidi yake. Labda wewe ukiweza kunisaidia mimi, pengine labda naangalia mpira kimapenzi sana. Wewe umeona tatizo ni nini? Yaani kwamba unaposema kwamba tatizo ni kocha, kwamba timu haipigi pasi, timu haishambulii, timu haitengenezi nafasi. Labda ukinisaidia hapo ndio naweza nikakupa jibu la lilonyooka. Sababu sijaelewa unaposema kocha ni changamoto, unatemu kwenye nini? Yaani wewe mpira unaangalia nini zaidi? Inaweza kuwa labda jicho lako la kuangalia mpira na mimi ninavyoangalia mpira labda tumetofautiana. Finishing yao hata Young Africans tofauti na msimu ambao umepita, wamekuwa na wakati mgumu zaidi wa kumalizia nafasi, kwa maana kuzibadilisha nafasi kuwa mabao, na leo hii imeonekana Yanga jinsi ambavyo ina flow na aina mpira ambao inacheza. Watu mashabiki na wanachama wa Young Africans hawalioni lile pila biliani, pila sambusa. Ndio maana wanasema kwamba falsafa ya mwalimu hawaielewi. Dalili njema huonekana asubuhi. Sidhani kama watakuwa wako sawa, kwa sababu mimi ninachokiangalia kwamba timu inatengeneza nafasi, striker wafungi, na sijui kama kuna mwalimu duniani anafundisha kwamba namna ya kufunga, kwamba Dube ukipata mpira sasa piga kushoto, piga kulia. Mimi ninachojua anafundisha mifumo ya kuelekea langoni, kushambulia, na kitu ambacho ukiangalia timu yetu ina flow vizuri. Ikifika pale kwenye final third, manake wanapoteza mpira. Unaweza kukuta wakati mwingine pasi inapigwa nyuma, inapigwaje, lakini sidhani kama hilo changamoto ya kocha. Mimi nasema labda tumpe muda kocha. Bado mimi nina imani naye na naamini tutakuja kufanya vizuri. Matokeo kuna wakati mwingine hayaridhishi, si kwa sababu kwamba eti kocha ni mbaya, labda wachezaji wamezembea. Hapana, wachezaji wameonyesha kila walichokuwa kinahitajika kwenye mchezo huu, lakini mwisho wa siku matokeo yameamua hivyo. Matumaini katika mchezo wa marejeano, unaiona Young Africans ikiweza kuvuka kikwazo hiki, kwa sababu imeonekana kama ni kikwazo kweli kwa jinsi ambavyo wanacheza. Wameingia kwa kuheshimu Young Africans, wakishambulia kwa mfumo wa counter attack. Unaiona Young Africans ikienda kutinga hatua ya makundi chini ya mwalimu Romain Folz? Naamini hivyo, na tutafanya maajabu sana kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Na wasitu mashabiki tutulie. Mpira una matokeo matatu: kufungwa, kushinda, kutoa suluhu. Haijaandikwa sehemu yote kwamba Yanga kila mechi anatakiwa ashinde. Tumepoteza, tumefanya makosa, tumeadhibiwa. Tunajipanga kwa ajili ya mechi ijayo. Kwa hiyo unataka kuniambia matokeo haya hajawaathiri kwa namna yoyote kuelekea kwenye mchezo wa marejeano? Imetuathiri kwa sababu kama sisi mashabiki tuliamini kwamba tunaweza tukafanya vizuri, kwa sababu ukiangalia sisi na Silver Striker, sisi tumewazidi sana kwenye masuala ya viwango, uzoefu na kila kitu, lakini mwisho wa siku mpira umekaa kwenye nafasi yake. Tumefanya makosa, tumeadhibiwa, tunajipanga kwa ajili ya mechi inayokuja. Neno lako moja kwa mashabiki wa Young Africans ambao wanakuangalia hivi sasa? Tupunguze kelele, tupunguze jazba, tusigazibike, tutulie, tuache viongozi wafanye kwenye nafasi yao. Wewe shabiki, kaa kwenye nafasi yako, viongozi wakae kwenye nafasi yao, benchi la ufundi kae kwenye nafasi yao. Tutafika kwenye nchi ya ahadi. Lakini tukianza sasa kulaumiana, tukaanza kuleta mgogoro, yanatukuta kama ambayo nawakuta Simba sasa hivi, ambao wanapiga kelele sio hatumtaki nani. Kwa hiyo tutulie kwenye kipindi hiki kwa ajili ya mechi ijayo, naamini tutafanya vizuri tu. Shukrani sana. Asante.